Na msikilizaji, tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari kwa wakati unaofaa, habari ambazo tayari zimeweza kuthibitishwa kwa ngazi zote, zikiwemo ngazi za kiraia, ngazi za kijeshi, pamoja na duru zetu nyingine. Nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kusikiliza habari zetu za leo, mwezi Julai mwaka 2026. Habari hizi zinagubikwa na habari nyingi sana, mkiwemo habari za vita kutoka mashariki mwa DRC, habari za kisiasa pamoja na uchambuzi wa siasa. Msikilizaji, unayosikiliza ni Kwetu News 24. Ni kuombe usikose kusubscribe channel yetu, usikose kushare, usikose kucomment na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Usikose kurushia habari hizi wengine ili waweze kuzipata kama unavyopata wewe, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Kikubwa zaidi, usikose kutuandikia unasikilizaji habari zetu na unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Msikilizaji, habari ambazo tulizo nazo ni kwamba kama nilivyokutaarifu hapo mwanzoni, tunazungumzia vita mashariki mwa DRC, siasa pamoja na mambo mengine, ambako mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani zinaendelea kusikika maeneo ya Fizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukio la hivi punde likiwa ni lile la kijiji cha Mulima, ukundi wa Basilocha, wilaya ya Fizi, mkoani Kivu ya Kusini, kilishambuliwa saa 11 ya alfajiri kwa bomu la drone linalotuhumiwa vikundi vya Twirwaneho, Red Tabara na washirika wa AFC M23, ikiwa ni miungano ya waasi kutoka nje na ndani ya nchi ya DRC, hususan nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa harakati za kiraia, machozi ya raia ndani ya tarafa la Fizi, jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa DRC, shambulio hilo lilikusudia majengo ya shule ya msingi Ngulube. Ripoti ya awali inasema wanaume 21 walipoteza maisha, wakiwemo wanajeshi pamoja na raia. Hili ni shambulio la tatu lililoripotiwa katika eneo hili tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 katika hali tete ya usalama. Vyanzo kadhaa vya wenyeji vinalaani uwepo wa kambi ya kijeshi ya FARDC ndani ya shule. Wanaharakati pia wanatuhumu jeshi la Rwanda. Vuguvugu Machozi ya Raia tawi la Fizi unataka uchunguzi huru, wa haki na wa kuaminika ili kubaini wahusika wa shambulio hili. Kutokana na ongezeko la mashambulio ya anga, hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Kwa hofu ya mashambulizi zaidi, familia nyingi zimekimbilia porini pamoja na maeneo jirani mkiwemo Fizi Center pamoja na eneo nyingine. Umoja wa kiraia unatoa wito wa dharura kwa serikali ya DRC kuimarisha usalama ndani ya tarafa la Fizi, kulinda raia pamoja na kutoa msaada wa dharura kwa wakimbizi walioko eneo tofauti ndani ya tarafa la Fizi. Pia wanasi washirika wa ndani na kimataifa kuhakikisha sheria za kimataifa za kibinadamu zinaheshimiwa ndani ya eneo la tarafa la Fizi. Kwetu News 24 ilizungumza naye mkuu kiongozi wa vuguvugu la Machozi ya Raia ndani ya tarafa la Fizi, Angale Isanganino Bwanjo. Baada ya shambulio la huko Mulima, hatimaye shambulio lingine lilidondoka maeneo ya huko Kilumbi, sehemu ambayo inajulikana kama Central, si mbali sana na kijiji cha Nakiele ambacho kinapatikana kwenye kilomita takriban 20 kutoka kwenye eneo la Mulima, ni ndani ya sekta ya Tanganyika ndani ya tarafa la Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Raia wengi kutoka maeneo ya Mulima wamekimbilia maeneo ya Nakiele, wengine wakiendelea hadi maeneo ya huko Fizi Centre. Hatujajua kitu gani ambacho kitaendelea kwa sababu mitandao ya kijamii pamoja na mitandao mingine maeneo ya Baraka pamoja na Fizi Centre, lakini pia tarafa nzima la Fizi yamekatizwa kabisa tangu siku ya Ijumaa ya tariki 3 mwezi Julai mwaka 2026. Habari ambazo tumezipokea ni kwamba maeneo mengi ya nyanda za juu za tarafa la Itombwe, maeneo ya huko Tubwetubwe na huko Mikenge yangali chini ya udhibiti wa M23
pamoja na washirika wake ikiwemo Red Tabara na Gumino, lakini pia Twirwaneho. Msikilizaji, kuna habari ambazo bado tungali tunafanyia uchunguzi. Ni kwamba eneo la Pwezeho lipo chini ya udhibiti wa M23. Hatujawa na uhakika kabisa kamili kuhusiana na habari hizi, lakini inavyosemekana ni kwamba ni za ukweli habari hizi, kwa sababu kuna wanajeshi mbalimbali wa M23 ambao walisikika kwenye maromeo, yani Motorola, maeneo ya huko na Kiele na Kilumbi. Kwa sababu eneo la Pwezeho ni eneo ambalo linanukia sana eneo la Kilumbi na Nakiele, lakini pia pale Kangoli, yani wanapozungumza kwenye Motorola wanasikika vyema kabisa M23 ikiwa wanapatikana maeneo ya huko Pwezeho. Ni kwamba walisikika wakijidai kwamba FARDC pamoja na wazalendo waliwafukuza hapo eneo la Pwezeho, huko wakiwa na matumaini kwamba watakuja kurejea, lakini wamekuja na kasi mpya kupitia ndege zisizokuwa na rubani, yani drone. Na ndio maana hawachagui tena nafasi pa kuipiga drone, wanapiga maeneo hata eneo ambazo kunapatikana watu wengi. Ukizingatia kwamba eneo la Kilumbi ni eneo ambalo halina wanajeshi wengi sana wa wazalendo, licha ya kwamba wapo lakini sio wengi zaidi. Lakini pia maeneo ya hapo Mulima, maeneo ya Kilumbi hakuna jeshi au kambi yoyote ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na maanisha FARDC, lakini kumeweza kushambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani. Sasa ndege hizi zisizokuwa na rubani zinatokea sehemu gani? Wengi wanasema kwamba zinatokea maeneo ya huko Rwanda, lakini duru zenye kuaminika kabisa zinasema kwamba eneo la Minembwe, hususan eneo la huko Kahwera, ndiko kuna ngome kubwa na vyombo vyote vya kijeshi ambavyo M23 inavyovitumia. Hatujajua kitu gani ambacho kitaendelea au serikali ya Kongo inapanga nini kwa ajili ya kulinda raia ambao wanashambuliwa mara kwa mara na ndege zisizokuwa na rubani. Lakini tunaendelea kufuatilia ili tupate ukweli wa mambo kuhusu kijiji cha Pwezeho ambacho ni kitovu kabisa, ambayo ni sehemu ya kimkakati ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukizingatia kwamba ni eneo ambalo linatenga tarafa la Fizi na tarafa la huko Mwenga. Hatujajua kitu gani kinaendelea. Msikilizaji, endelea kusalia nasi, licha ya kwamba hakuna mtandao wenye kuridhisha maeneo ya tarafa la Fizi, lakini kitakachojiri huko tutakwenda kuwajulisha. Wakati hayo yakiendelea, msikilizaji, habari ambazo tumezipata muda si mrefu ni kwamba eneo la Mikenge linaendelea kushikiliwa na waasi wa Twirwaneho, Red Tabara pamoja na AFC M23, eneo ambalo linalopatikana ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Mashambulizi makali ambayo yalifanyika Ijumaa hii ya tariki 3 Julai mwaka 2026 kati ya FARDC wakishirikiana na wazalendo wa makundi ya FDCC yake Generali Kakobanya na Kalambi dhidi ya AFC M23 yalipelekea waasi wa AFC M23 kukimbia vijiji vya Vilolo Mbili na kuweza kuachilia sehemu hiyo ambayo tayari waliiteka baada ya masaa machache yaliyopita. Wazalendo pamoja na FARDC wanatoa matumaini ya kurejesha tena udhibiti wa eneo la Mikenge. Habari zaidi kuhusu habari hizi utazipata kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Wachambuzi wa vita mashariki mwa DRC wanasema kuwa vita vinavyoendeshwa na Joseph Kabila, Paul Kagame na washirika wao ni vita vya kuishi au kufa kwao. Viongozi hawa wa makundi ya waasi ndani ya nchi ya DRC hawatajisalimisha kirahisi kama watu wanavyofikiri. Wanatumia kila njia inayowezekana ili kushinda vita hivi kulingana na jinsi vita vinavyoenda. Sasa hii ni miaka 5 ya haraka. Moja, kuondoa vikosi vya zamani ili kushinda vita hivi dhidi ya makundi hayo kijihadi pamoja na makundi mbalimbali ya waasi. Wachambuzi wa masuala ya usalama ndani ya nchi ya DRC wanapendekeza kuondolewa kwa vikosi vya zamani. Vikosi vyote vya zamani vya FARDC pamoja na maafisa wao wawekewe magharibi, hasa maeneo ya Equateur pamoja na maeneo mengine. Na pili, operesheni ziongozwe na maafisa wadogo wa vikosi vipya ambavyo vilipewa mafunzo kwa muhula wa Felix Tshisekedi. Wawe na upatikanaji wa saa 24 kwa jeshi la anga na mizinga mikubwa ya kijeshi ya ziada. Vifaa na msaada wa anga viwe tayari wakati wowote vinapohitajika
ili kuzuia mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani maeneo ya Mikenge, maeneo ya Bilalo Mbili, maeneo ya Point Zero, Minembwe pamoja na Mulima ambayo kwa sasa imeshambuliwa mara pili na tishio la mji wa Baraka kwenye kambi la wanajeshi wa Burundi kwenye kijiji cha Mshimbake. Msaada wa jeshi la Burundi, vikosi vipya viungwe mkono na jeshi la Burundi katika operesheni zote za anga na ardhi, sababu muungano wa AFC M23 unaungwa mkono na majeshi ya Rwanda na Uganda. Kulingana na mawasiliano, vikosi vipya viwe na mifumo yao ya mawasiliano ili kuepuka uvujishaji wa siri za operesheni na wasaliti au wapelelezi. Kuhusu kuwatenga maafisa wa zamani, hakuna afisa yeyote wa zamani wa FARDC anayepaswa kushiriki katika utaratibu wa operesheni dhidi ya muungano wa AFC M23. Itasaidia zaidi kuteketeza uasi na kushinda vita mashariki mwa DRC. Na habari nyingine ni kwamba upinzani ndani ya nchi ya DRC inaitisha maandamano Jumatano wiki ijayo ya tariki 8 Julai mwaka 2027 ili kuweza kupinga marekebisho ya katiba pamoja na harakati zote za ndio au hapana inayoandaliwa ndani ya nchi ya DRC na serikali ya Felix Tshisekedi. Martin Fayulu Mariri akisikika kwenye vyombo vya habari alisisitiza kwamba mkongomani yeyote ambaye anataka maendeleo ya nchi ya DRC pamoja na uongozi bora ni lazima ajumuike kwa maandamano ya tariki 8 Julai. Haya yanajiri wakati ambapo mashariki mwa DRC vita vinaendelea na baadhi ya wakaaji wanaunga mkono ubadilifu wa katiba. Nini kitajiri? Tusubiri tuone kipi ambacho kitatokea tariki 8 Julai ijayo, ikiwa ni siku ya Jumatano. Habari zaidi kuhusu habari hizi endelea kubaki na Kwetu News 24. Msikilizaji, nikushukuru kwa kuweza kuungana nami mwanzo hadi tamati katika habari zetu hizi. Ulikuwa na Kwetu News 24. Usisahau kusubscribe, share na kulaka, lakini pia kutuandikia kwenye comment unatusikiliza ukiwa sehemu gani. Hadi wakati mwingine, uwe na siku njema. Kwaheri.